Wapenzi watazamaji wa kituo cha Kenyan Media, Happy Sunday ya tarehe 12 Oktoba mwaka 2025. Siku zinakimbia kabisa, tunakaribia kumaliza mwaka. Hebu jaribu kuangalia zile agenda ambazo uliweka chini kwamba utatimiza mwaka huu, umefika wapi? Naomba Mwenyezi Mungu aweze kubariki kazi ya mikono yako. Asante sana kwa kuendelea kunipea sapoti. Wapenzi watazamaji, handshake kati ya Rais William Ruto na mtoto wa aliyekuwa rais wa pili Daniel Arap Moi, Gideon Moi, haitaweza kubadilisha chochote. Ile handshake haitaweza kubadilisha chochote katika serikali ya Bwana Ruto. Ni matajiri wanatafutiana kazi, lakini haitaweza kubadilisha msimamo wa wananchi. Wacha kurejesha nyuma kidogo. Katika kampeni za mwaka 2022, kipindi ambapo Kenya ilikuwa inatazamia uchaguzi mkuu, general election, Rais Ruto aliweza kupiga kampeni za kusema kwamba serikali yake itakuwa ya hustlers, yaani wale watu wa pale chini. Hata yeye mwenyewe akaweza kujivalisha viatu vya kusema yeye ni hustler, mtoto sijui wa mtu ambaye hajulikani katika taifa letu la Kenya. Akaahidi wananchi kwamba serikali yake haitakuwa ya kuwatafutia wadosi kazi. Alisema hivyo ama hakusema? Akasema kwamba serikali yake itakuwa inahakikisha kwamba wale hustlers wa pale chini wanapata kazi za kufanya, wanapata uchumi bora. Wale hustlers wa kule chini wanaundiwa taifa ambalo uchumi utakuwa sawa, taifa ambalo bei za bidhaa zitakuwa chini. Lakini cha kushangaza, baada ya Rais Ruto kuweza kuchukua uongozi, alipiga about turn. Ile serikali ambayo aliweza kusema kwamba itakuwa ya mlala hoi, itakuwa ya yule Mkenya wa kule chini, yaani hustler, imegeuka kuwa serikali ya dynasty, imegeuka kuwa serikali ya matajiri. Oh yes, nitawaelezea kwa undani. Rais alisema kwamba serikali yake haitakuwa ya madynasty, bali serikali ile itakuwa ya Wakenya wa huko chini. Nikamsikia kwa masikio yangu mawili akisema hivi, hataweza kufanya handshake na dynasty, hataweza kufanya handshake na matajiri. And in fact, kipindi kile cha kura za mwaka 2022 tulikuwa na mirengo miwili, mrengo wa hustler na mrengo wa dynasty. Mrengo wa hustler alikuwa anasema kwamba ni mrengo wake ambao unaangazia Mkenya wa kawaida, na mrengo wa Uhuru Kenyatta, Raila Odinga, Gideon Moi, Kalonzo Musyoka akasema kwamba ni mrengo wa dynasty, yani matajiri peke yao, wale ambao wanashikilia uchumi wa taifa letu la Kenya, wale ambao wanashikilia kampuni kubwa kubwa katika taifa letu la Kenya. Cha kushangaza, wale watu ambao alikuwa natukana kwamba ni matajiri, dynasties, wao ndio anafanya nao kazi sasa hivi. Ameweza kusahau yule mwananchi ambaye aliweza kutongoza kwamba hii serikali itakuwa ya hustlers. So, nitakuwa nawapea hustlers kazi, sitakuwa naundia matajiri kazi. Lakini imagine, William Ruto alianza kumtafuta Raila Odinga, familia ya Odinga ambayo alikuwa anasema kwamba ni matajiri, akaileta ndani ya serikali. Kidogo kidogo akaweza kutafuta serikali
ama familia ya Kenyatta ambao ni tajiri kubwa hapa nchini, akaiweka ndani ya serikali. Kidogo kidogo ameendea familia ya Moi ambayo ni tajiri kabisa, ameiweka ndani ya serikali. Hii ni kinaya na yale ambayo aliweza kuyasema kipindi cha kampeni kwamba serikali yake haitakuwa ya dynasty, serikali yake haitakuwa ya matajiri, bali serikali yake itakuwa ya walala hoi. Hata yeye juzi katika ripoti ambayo imeweza kutolewa dunia nzima, William Ruto amekuwa top 10 kama mtu ambaye ni tajiri kabisa, top 10. Mtu mwenye hakukuwa anajulikana iwapo yeye ni tajiri kabla ya kuweza kuingia kwenye kiti cha uraisi. Baada ya kushinda kiti cha uraisi, amekuwa top 10 worldwide, yani tajiri mkuu dunia nzima. Ishara kwamba pesa zetu zinafanya kazi. Mikopo yetu ambayo anakopa kwa minai ama kwa niaba ya Kenya inafanya kazi. Lakini kitu ambacho kitaenda kumwangusha Rais Ruto 2027 ni hii tabia ambayo ameweza sasa kuwaleta wale ambao alikuwa anasema kwamba ni madynasty, ni matajiri ndani ya serikali yake ya hustlers. Sasa mwananchi wa kawaida amebaki tu akiwa anasema okay, mimi ni mjinga mwenye niliweza kuambiwa kwamba nimpigie kura, yeye ni hustler, hataweza kuwaundia matajiri kazi. Imagine sasa hivi Gideon Moi baada ya kuweza kuingia ndani ya serikali anatarajiwa kuja kuwa Deputy Prime Cabinet Secretary. Ni kama ile serikali ya 2008, serikali ya handshake kati ya Raila Odinga na Mwai Kibaki, mahala ambapo Raila Odinga alikuwa Prime Minister, Musalia Mudavadi akakuwa Deputy Prime Minister, Uhuru Kenyatta naye vile vile akakuwa Deputy Prime Minister. Serikali hii ya Kenya Kwanza imeweza kurejesha ule mtindo wa mwaka 2020, yani mwaka 2007. Mahala ambapo sasa tuko na Prime Cabinet Secretary ambaye ni Musalia Mudavadi, na Gideon Moi ataundiwa nafasi ya Deputy Prime Cabinet Secretary na nafasi nyingine ya Deputy Prime Cabinet Secretary, kwa sababu zitaundwa mbili, itaenda sehemu ya Mombasa. Alafu chama cha Moi cha KANU kitapewa 5 principals secretary and 1 ambassadorial seat. Yani matajiri wanaundiwa kazi. Umeweza kusikia kuna mahala ambapo hustler ameweza kutajwa hapo? Ndio nimeweza kuandika title hii kwamba handshake kati ya William Ruto na Bwana Moi itaweza kufanya William Ruto kukuwa one term president. Kwa sababu gani? William Ruto amekataa kufuata ahadi za kampeni ambazo aliweza kuambia wananchi kwamba serikali yake haitaweza kufanya handshake na matajiri. Na sasa hivi ameweza kufanya handshake na hao matajiri ambao aliweza kukataa. William Ruto akasema kwamba serikali yake itakuwa ya hustlers. Kumba alikuwa anamaanisha kwamba nichague, niende nitafuta akina Raila, nitafuta akina akina Uhuru Kenyatta, tafuta akina Gideon Moi niwaweke ndani ya serikali. Lakini nina imani haujui hesabu za William Ruto kuelekea mwaka 2027. William Ruto ameangalia mbele. Na nyinyi hamjui sababu gani ambayo imefanya William Ruto kuweza kumleta Uhuru Kenyatta, Raila Odinga na Bwana Gideon Moi ndani ya serikali. Hawa ni matajiri ambao wanaweza wakapeana pesa kwa wagombea wa kiti cha uraisi waweze kupiga kampeni kali dhidi ya William Ruto. Uhuru Kenyatta, Gideon Moi and Raila Odinga can sponsor a rally, can sponsor campaigns against William Ruto. So William Ruto sat somewhere and told that by taking Uhuru Kenyatta, Raila Odinga and Gideon Moi to the government, he has weakened the opposition, kwa sababu hapata kuwepo na pesa za kutosha
kwa mrengo wa upinzani kuweza kupiga siasa, kwa sababu mnaelewa siasa nazo zinahitaji pesa. So itakuja kubidi viongozi wa upinzani kupiga siasa kidogo kidogo, kwa sababu ili uweze kutoka sehemu moja kuelekea nyingine lazima uhitaji ndege. Kutoka Kisii maybe kuelekea Baringo unahitaji ndege. Kutoka Kericho kuelekea Nairobi unahitaji ndege ya kupiga siasa. So William Ruto akaweza kumchukua Uhuru Kenyatta kwa sababu familia ya Uhuru Kenyatta ni tajiri, Gideon Moi ni tajiri, pamoja na Raila Odinga ni tajiri, ili wasije wakapea viongozi wa upinzani pesa za kupiga kampeni. Huo ndio mtazamo wa William Ruto. Lakini Rais Ruto hajui kwamba kuweza kuwakusanya Uhuru Kenyatta, Raila Odinga na Gideon Moi ndani ya serikali ameweza kupandisha hasira ya wananchi. Wananchi hawataenda kumsikiliza kipindi cha kampeni za mwaka 2027 kwa sababu aliweza kuvunja mojawapo ya ahadi kwamba serikali yake itakuwa ya maasla, kumbe serikali yake imekuwa ya matajiri. Aliweza kuvunja ahadi ambayo aliweza kusema kwamba hataweza kutumia vyombo vya dola, yaani maafisa vibaya wa polisi. Anaambia maafisa wa polisi kuweza kuwapiga waandamanaji risasi ya miguu. Aliahidi kwamba ataweza kuunda kazi kwa vijana, kumbe ameundia matajiri kazi. Wazo lako ni lipi? Can William Ruto and Gideon Moi handshake change anything? For me, it cannot change anything. It will accelerate President William Ruto's one-term slogan. See you in the next video. God bless you.